Moja ya habari kubwa na mbaya ambayo ilitokea siku ya jana ni kuhusiana na baadhi ya viongozi kutoka vyama mbalimbali vya siasa kuzuiliwa kuingia nchini Angola, ambapo Tundu Lissu kutoka Chadema alizuiwa kuingia nchini Angola na hati zake za kusafiria zilishikiliwa, lakini pia Doros kutoka ACT Wazalendo naye ni miongoni mwa wale ambao walishikiliwa na hati yake pia ilishikwa huko nchini Angola. Si yeye tu, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masoud Othman pia ni miongoni mwa wale ambao walishikwa. Hii ilikuwa ni habari mbaya sana. Kwa namna moja ama nyingine ilileta taswira tofauti. Kila mmoja alizungumza la kwake kutokana na kile ambacho kilitokea, lakini ACT Wazalendo walitoa waraka wao kulaani tukio hilo kubwa na la aibu ambalo lilitokea huko nchini Angola, na serikali ya Angola haikutoa maelezo yoyote kwamba kwa nini imefanya hivyo. Na viongozi si hawa tu kutoka nchini Tanzania ambao walizuiwa, ni viongozi kutoka nchi mbalimbali ambao walikuwa wanaenda kwenye mkutano wa kidemokrasia kujadili demokrasia ya nchi za Afrika. Sasa ACT Wazalendo walitoa waraka wao wakilaani vikali kile ambacho kimetokea huko nchini Angola, lakini pia Chama cha Demokrasia na Maendeleo kilitoa na chenyewe waraka wao kulaani vikali na kikihimiza kwamba ubalozi wa Angola utoe tamko kuhusiana na kile ambacho kimetokea huko Angola, kwa sababu si kitendo cha kiungwana wala si kitendo cha kidemokrasia. Sasa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu, hili jambo linamhusu moja kwa moja, na yeye kaona si vibaya aweke neno lake kutokana na tukio ambalo lilikuwa likiendelea. Sasa Lissu kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, amechapisha ujumbe ambao umesomeka hivi, na kusomea ujumbe ambao umechapishwa na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipasi Lissu. Anasema serikali ya Angola imezuia viongozi na wawakilishi zaidi ya 20 wa vyama mbalimbali vya siasa barani Afrika waliowasili Rwanda mchana kwa ajili ya mkutano wa siku 2 wa vyama vya siasa uliokuwa ufanyike Benguela kuanzia tarehe 14. Anaendelea Lissu, anasema pamoja na mimi kuna makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masoud Othman na ujumbe wa ACT Wazalendo, rais wa zamani wa Botswana Jen Ian Kham, waziri mkuu wa Lesotho Mweketsi Majoro na viongozi waandamizi wa vyama vya siasa kutoka Afrika Kusini, DRC, Eswatini, Kenya, Malawi, Marekani, Msumbiji, Namibia, Sudani, Tanzania, Uganda na Ujerumani. Viongozi wote hawa wamezuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dr. Antonio Agostinho Neto tangu tulipowasili majira ya saa 6 mchana. Hati zetu za kusafiria pamoja na mizigo yetu imechukuliwa na maafisa wa uhamiaji na hadi sasa hatujapatiwa huduma yoyote wala kuambiwa kwa nini tumezuiwa. Kwetu sisi wa Tanzania, wananchi wa Angola ni ndugu zetu na Angola ni nchi rafiki. Sisi ndio tuliompa hifadhi ya kisiasa rais wa kwanza wa Angola Dr. Antonio Agostinho Neto na wapiganaji wake wa MPLA wakati wanaanza harakati za kupigania uhuru wao miaka ya mwanzoni, miaka ya 60. Tuliwaunga mkono kwa hali na mali wakati Angola ilipovamiwa na kukaliwa kwa mabavu na makaburu wa Afrika Kusini. Baada ya uhuru mwaka 75, tulikuwa pamoja nao katika nchi
za mstari wa mbele wa ukombozi wa Zimbabwe, Namibia na Afrika Kusini zilizoongozwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tuko nao pamoja katika Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Kwa sababu ya kuwa pamoja kwenye SADC, sisi wa Tanzania hatuhitaji visa ili kuingia Angola. Hatuhitaji visa ili kuingia Angola. Mkutano tulioalikwa kuhudhuria hapa Angola ni mkutano halali kwa mujibu wa sheria za Angola. Kitendo cha serikali ya Angola kutuzuia kuingia Angola hakielezeki wala hakikubaliki. Ni kitendo kinachodhihirisha kile ambacho wengi tulikuwa tunakihisi, kwamba serikali ya nchi hii inatawala kiimla huku ikijifanya kuwa Angola ni nchi ya kidemokrasia. Sasa huo ni ujumbe wa Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na ujumbe huo ameutoa siku ya jana, manake wakati tukio likiwa limeshatendeka. Manake simu zao inaonyesha hawa kunyang'anywa simu zao, na ndio maana ilikuwa ni rahisi kutuma jumbe nchi za Tanzania na sehemu nyingineko kwamba 1, 2, 3 ndicho ambacho kimetokea huko Angola. Huo ni ujumbe wa Tundu Lissu. Sasa maoni yakawa ni mengi sana. Huyu anajiita Fast Sukuzi, anasema Nyerere alikuwa na rafiki zake na Samia ana rafiki zake. Halafu ukumbuke kuwa mavi ya kale hayanuki. Hivyo usione ajabu leo M23 wakawa ni rafiki zetu kuliko huyo Angola, kwani watu wanaangalia maslahi binafsi kwanza. Toa mawazo mgando, urafiki wa enzi za Mwalimu. Huyo anajiita Fast Sukuzi, ni maoni yake. Hicho ndicho ambacho amekiandika. Kuna huyo anajiita Dr. Yasko Fred TZ, ni katika mtandao wa X zamani Twitter, anasema tunasikitishwa na hatua ya serikali ya Angola ya kuwazuia viongozi wa kisiasa kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika bila maelezo yoyote. Afrika inapaswa kuendelea kuimarisha mshikamano, kuheshimu misingi ya kidiplomasia na kujenga mazingira ya majadiliano yenye uwazi. Huyu anajiita Mswazi Smart, anasema mkuu, na wewe nchini kwa watu umeenda kufanya nini? Alfajiri yote hii watu wanakula daku. Bado naendelea kukutafutia comment. Kuna baadhi ya comment zimeandikwa kwa lugha isiyo nzuri na ndio maana unaona kunakuwa na kimya kidogo, lakini kuna baadhi ni ujumbe na unaweza kujifunza kitu. Huyu Mbuze Kongila anasema Mheshimiwa Lissu, najua kwa sehemu kubwa upo against mawazo ya Mwalimu Nyerere, ila kwa andiko hili mpe maua yake Mwalimu. Mwalimu kwa sehemu kubwa sana amechangia ukombozi wa nchi za Afrika, especially zinazopakana nasi. Pastor Kangoke anasema Mheshimiwa Mwenyekiti, unafikiri ni Angola ndio wamezuia? Huo ni mkono wa hapa ameandika kitu anachokifahamu yeye mwenyewe, hisia zake. Kuna maoni na hisia. Maoni unaweza kaeleza vyovyote, lakini hisia na hisi mtu fulani anahusika, na hisi serikali fulani inahusika. Sasa hatuendi hivyo, na ndio maana nimeruka comment ya namna hiyo. Huyu mwingine anajiita ni Tanyau 2024 anasema wewe si mwanasheria, nenda mahakamani. Goodluck anasema kwa nini mkachagua kukutana Angola? Mngeweza kuchagua kukutana Kenya, Afrika Kusini au Tanzania. Parachuti anasema pole mwenyekiti na viongozi wa ACT, kiukweli hili jambo linasikitisha na kutia aibu, lakini haishangazi sana kwa kuwa tabia za viongozi wa Kiafrika waliopo madarakani kwa sasa hawapendi demokrasia. Ni wazi mkutano huu haunufaishi upande wake, na hii ni kwa sababu ya uchu wa madaraka. Anuari Mweta anasema poleni na kadhia hiyo.
The Dark Knight Zombie anasema si urudi nchini kwenu, ulijua Angola ni Singida, waache wa Angola na Angola yao, rudi TZ ule maini utulie, kama haikubaliki pigana sasa, wenye nchi yao hawawataki, si mrudi kwenu, msituchoshe bwana, tunawaza VETA, mnatuvuruga, kujikuta mnajua sana siasa, mambo ni mengi, kila mmoja na mawazo yake na maoni yamekuwa ni mengi sana, lakini kwa haya ambao nimekusomea nafikiri yanatosha. Una maoni gani? Weka maoni yako sehemu ya comment section.